Sawa Sasa sawa. msingi mkubwa wa mahojiano yetu ni kuhusiana na wanaharakati wenye mlengo wa kuchafua bara la Afrika. Hasa hivi karibuni tumekuwa tukishuhudia maeneo mbalimbali, na kwa kuanza tu utuambie pengine, kuna madai kwamba baadhi ya wanaharakati wanaendesha kampeni zinazochafua bara la Afrika kwa kutumia hoja za uhuru wa kisiasa. Kwa mtazamo wako, madai haya yana ushahidi kiasi gani na yanatofautianaje na ukosoaji halali wa utawala? Ya kwanza kuna ukweli kwamba wapo watu ama wachambuzi ama ni wanaharakati kutoka taasisi mbalimbali wanaotumia upenyo wa uhuru wa kidemokrasia ama uhuru wa kuzungumza, ile freedom of speech, wanaitumia hiyo sasa kupenyeza ajenda zao zingine zinazochafua mwonekano wa taifa, lakini wakati mwingine hata kuleta hali ya kutoweka kwa utulivu wa amani. Sasa na mambo haya yana ushahidi mwingi sana. Sasa hili ni jambo ambalo linaumiza hasa kwa mataifa bara la Afrika na linasikitisha sana, na unajaribu kujiuliza kwamba kitu kizuri na muhimu kama uhuru wa kujieleza, uhuru wa kukosoa mamlaka, kinavyoweza kutumika vibaya, wakati mwingine hata ile tija iliyotarajiwa inaweza kukosekana. Matarajio yetu ni kwamba hili ni jambo jema sana kwamba tuna mifumo ya kisheria na kikatiba inayolinda uhuru wa watu kuiambia mamlaka imepungua wapi, lakini changamoto tulio nayo, mtoa hoja hiyo ya ukosoaji anasimama katika dhamira ipi? Hili ndio tatizo katika mazingira ya sasa ambayo bara la Afrika limekuwa mawindo ya wakoloni ama our former colonial masters. Bara la Afrika limeendelea kuwa mawindo yao ili kuhakikisha wanafaidika na rasilimali zetu, na wakati mwingine ile hali ya kutokuwa stable, hali ya kutokuwa na umoja na utulivu inaweza kutumiwa kama faida ya kuziingilia nchi hizi kupitia mashirika mbalimbali yatakayojinasibu na ule wajibu wa kuja kuleta utangamano mahali penye vurugu. Kwa hiyo wakati mwingine tunadhani dhamira za wakosoaji ndio tatizo. Ni vigezo gani ambavyo vinaweza kutumika kutofautisha sasa kati ya harakati za kweli na kutetea haki za binadamu pamoja na demokrasia? Harakati za kweli zinasukumwa na uzalendo, mapenzi kwa taifa. Mkosoaji ambaye anatoa maneno ya ukosoaji ama maelekezo ama anaonesha palipo pabovu, mkosoaji huyu anabebwa na msukumo ama mapenzi ya uzalendo kwa taifa lake, anataka taifa lisiharibike. Kwa hiyo huyu kwanza anakuwa independent, kunakuwa hakuna external orientation. Yeye ni yeye mwenyewe kwa uwezo wake, uzoefu, taaluma na kadhalika, anaona kuna mambo labda kisera, ama mipango ama utekelezaji ama mahusiano ya kidiplomasia, eneo lolote lile anaona aliendi sawasawa, analikosoa kwa vigezo vya kulipeleka taifa mbele, akiwa anatambua misingi bora iliyowekwa ya kuhakikisha kwamba taifa linasonga mbele katika eneo hilo analolikosoa. Sasa tofauti kama kigezo hakisukumwi, tunasema kama mkosoaji hasukumwi na uzalendo na mapenzi kwa taifa lake, sana sana anaweza kuwa anatumikia dhana ama malengo ya watu wengine ndani ya nchi ama hata ikiwezekana nje ya nchi. Kwa hiyo kunapokuwa na external orientation, kunapokuwa na taasisi, shirika, mtu mahali pengine popote ama hata taifa mahali pengine popote lina malengo ya kuyumbisha taifa lako, basi ukikubali kutumiwa, haitajalisha una taaluma na uzoefu mkubwa kiasi gani, lakini kama wewe unatumiwa, tunasema unakosa vigezo vya kuwa mkosoaji halali mwenye malengo ya kupeleka taifa lake mbele zaidi. Mitandao ya kijamii na vyombo vya habari vya kimataifa vina nafasi gani katika kujenga au kuharibu taswira ya nchi za Afrika wakati wa mijadala ya kisiasa? Vina nafasi kubwa sana. Mitandao ya kijamii kimsingi, kama tungekuwa tumeipokea tukiwa tumekwisha jiandaa, mitandao ya kijamii ni nguzo na ni nyenzo muhimu sana ya kulipeleka taifa mbele, kwa sababu kupitia mitandao ya kijamii ndio unaweza kufikia raia wa makundi yote. Makundi yote yanafikiwa na serikali ama taasisi za kimaendeleo za ndani na nje ya nchi zinaweza zikafikia makundi yote kwenye ajenda mahususi ya kuleta maendeleo. Hayo yangekuwa ndio matumizi sahihi ya mitandao ya kijamii, lakini kwa bahati mbaya sana, kwa sababu
Mitandao ilikuja kama vile ghafla na kuingia katika dunia ambayo ni kijiji sasa, ilikuwa jambo la msingi, tusingeweza kubaki nyuma. Kwa mataifa mengi ya Afrika yaliingia katika mitandao ya kijamii, ama tulikumbatia teknolojia ya mitandao ya kijamii ama ya habari pasi na maandalizi. Hatukuwa tumejiandaa vya kutosha, tukaandaa ethics, tungesema vigezo vya kimaadili. Kwa mfano, hatukuweza kuviandaa, lakini mifumo yetu hatukuiwekea ulinzi, kujua kwamba matumizi ya Facebook, WhatsApp, Instagram yanaweza kuwa na miiko gani, iwekwe kabisa kiasi kwamba unaweza kuwa unataka kuingiza content fulani na shangaa inagonga mwamba, haiwezi kuingia. Unaona, sasa hatukuwa na vitu namna hiyo, tofauti na wenzetu kama China ambako wana mifumo ya ulinzi kwenye mitandao ya kijamii na wanakusudia kwa maana ya content, maudhui, kila rika wapate maudhui yanayofanana nao. Kwa njia hiyo wamepunguza sana uwezekano wa watu wanaotaka kuitumia vibaya mitandao ya kijamii. Kwa hiyo yes, kurudia kujibu swali lako ni kwamba mitandao ya kijamii ina nafasi kubwa sana ya kujenga ama kuharibu taifa lolote lile, na kwa maeneo ama mataifa ambayo tayari tumekushapata madhara ya mitandao ya kijamii, sasa tunatakiwa tuwe na mikakati madhubuti na ya haraka ya kuhakikisha kwamba bila kuzuia hiyo privilege ama hiyo haki ya matumizi ya mitandao ya kijamii, bila kuzuia, bila kuathiri upatikanaji wake, lakini tuhakikisha tunaweka mifumo ambayo inaweza kudhibiti ama kucontrol ama kupunguza madhara ya matumizi hasi ya mitandao hayo ya kijamii. Ushawishi wa mataifa makubwa, wafadhili na mashirika ya kimataifa unaweza kuwa na mchango katika mwelekeo wa baadhi ya harakati za kisiasa barani Afrika. Kabisa kabisa. Kwanza tunapozungumzia maendeleo na ustawi wa kila taifa duniani, ushawishi na mahusiano ya kidiplomasia na mataifa haya ni ya muhimu sana, lakini kumekuweko na dhamira ovu, pengine ni ya msingi ya kale sana, tangu nyakati za ukoloni mpaka leo. Tunaona dhamiri za wenzetu za kutaka kuexploit, kuhakikisha wanafaidika zaidi na resources za Afrika, ni kama vile iko pale pale. Na sasa ili uweze kufaidika na rasilimali za Afrika, wakati mwingine ni rahisi sana ikiwa unaweza kuwa na ushawishi mkubwa kwenye kila eneo la amani na utulivu. Nchi hiyo inaonekana ina changamoto, ili wewe uweze kuwa unaingia katika njia ya kuleta stability. Lakini eneo la uchumi, nchi hiyo inaonekana ina changamoto za kiuchumi, ili uingie pale na programs mbalimbali za kufua uchumi wa nchi hizo, miundombinu, nishati na kadhalika na kadhalika. Lazima bara la Afrika, mataifa yake yaonekane yana changamoto hizo, ili kuruhusu haya mataifa makubwa kuingia kwa njia ya uhisani ama njia ya mikopo. Kwa hiyo uchumi wao kwa sehemu kubwa sana, Ulaya yote na Marekani, unategemea sana Afrika. Na katika maendeleo haya ya teknolojia kubwa sana ambayo tunasema tunataka kuondokana na nishati za mafuta haya ya hatari, tunataka kutumia betri na kadhalika, basi bara la Afrika limeendelea kuwa ndio chanzo cha rasilimali madini ya kuwezesha ukuaji wa teknolojia ya sasa. Sasa kwa sababu ya nia ya kutaka kupata vitu hivi kirahisi, mahali pazuri kabisa pa kuingilia ni kwenye eneo la utawala bora. Mambo ya democracy na good governance ndio upenyo wa kuingilia. Hiki kinakuwa ndio kigezo kikuu. Sasa nchi ikionekana kupungua hata padogo sana, inaingia kwenye matatizo makubwa sana, wakati ilitakiwa iwe kinyume chake, kwamba mataifa ya bara la Afrika yapate msaada wa kuimarisha taasisi zake za kidemokrasia na za kimaendeleo, bila kutengenezewa mazingira ya kuvurugwa au kuvurugana kwanza. Sasa hili naona kama vile haliungwi mkono na watu wengi, pamoja na makubaliano mengi yaliyofanywa kupitia Umoja wa Mataifa kuhakikisha kwamba dunia inakuwa na utangamano, inakuwa na ustawi na malengo ya milenia endelevu. Lengo ni kuhakikisha kwamba haki zote za msingi za maisha ya mwanadamu zinapatikana kila pahala, ikiwepo hiyo hali sasa ya uhuru wa kujieleza, lakini na uhuru wa kuchagua na kuchaguliwa, uhuru wa kuongoza na kuongozwa. Sasa vigezo hivi badala ya kutumika kwa dhamira yake ile njema kama ilivyo kwenye chata mbalimbali za Umoja wa Mataifa, vigezo hivi vinatumiwa kimsingi kuona vurugu zinatokea, ili walau uweze kuingia moja kwa moja katika taifa husika. Kwa hiyo ushawishi wa mataifa makubwa katika kujenga ama kubomoa ustawi wa mataifa yetu ni mkubwa sana. Kwa bahati mbaya sasa, hata huko nje kumekuwa na maamuzi ya pamoja tungesema ya uharibifu, conspiracy theory zimekuweko, ambazo ni za pamoja, zinawaunganisha Ulaya na Marekani wote, kwamba Afrika tuione hivi na tuiendee hivi.
Sasa na wakati mwingine yale hayako kwenye maandishi ndio, lakini kwa vitendo unaona wanayatekeleza. Ndio maana unaona Tanzania kunaweza kukatokea vurugu ndogo, lakini ukashangaa mataifa ya Ulaya na Marekani wakaonesha kama jambo hilo ni kubwa sana. Hali kwa mfano ya haki za binadamu na uhuru wa kisiasa nchini inavyozungumzwa, ukiwa hapa nchini unashangaa inavyozungumzwa Ulaya na Marekani, ni kana kwamba Tanzania iko kwenye dictatorship regime ya ajabu. Yani unaweza hata kutaka kuifananisha na Northern Korea, wakati katika hali ya kawaida sisi tunaona hapa watu wanazungumza, watu wanaitukana serikali, watu wana kupitia hiyo mitandao ya kijamii. Sasa tunaona mpaka watu wanaomtukana personally mkuu wa nchi ama watendaji wakuu wa nchi. Sasa ukisema nchi hiyo ni ya dikteta, imekuwa inazuia uhuru wa vyombo vya habari, mitandao inazuiliwa, sisi tunaingia mitandao tunaona kila siku watu wanatukana. Sasa tulikuwa tunafikiri uhuru huu dunia nzima tungehamasishana utumike vema, wajadili fursa zinazotokana na tunasema haya mabadiliko ya sasa ya kijiopolitiki. Vijana wetu wangejadiliana fursa zinazoendana na mabadiliko hayo. Lakini zinapotokea changamoto kama hizi, vita duniani na kadhalika, mataifa yetu ya Afrika yanajipangaje kuhakikisha kwamba tunaweza tukajenga chumi zenye nguvu na himilivu nyakati za matatizo kama haya? Lakini unakuta haya si mambo yanayosisitizwa vijana wayazungumze. Unakuta mpaka funding zinafanyika ili kuwahimiza vijana kuendelea kukana na kudestabilize taifa lao. Kwa hiyo content wise wanaweka content au maudhui kichwani mwa vijana ambayo kimsingi badala ya kuwaweka kwenye reli yanawaondoa kabisa kwenye reli. Kwa hiyo bwana, ushawishi wa mataifa haya ni mkubwa sana. Tamaa yangu ungekuwa ushawishi chanya, lakini kwa bahati mbaya umeendelea kuwa ushawishi hasi kila uchao. Serikali za Afrika sasa zinapaswa kuweka mizani gani katika kulinda usalama na maslahi ya taifa, lakini kuheshimu haki za kikatiba kama uhuru wa kujieleza, kukusanya au kukusanyika, na haki za kushiriki katika siasa? Mataifa ya Afrika kwanza wange uphold, ningesema wangeenzi ile spirit ya umoja, Pan-Africanism iliyoanzishwa na waasi wa mataifa haya. Akina Kwame Nkrumah, Nyerere na wenzao walitaka Afrika iwe moja. Hata wakati ule walipishana katika namna ya kuifikia Afrika moja pale mwanzo, ndio maana hatukuweza kuwa na the United States of Africa pale mapema kabisa. Lakini mimi nasema wazo lile bado li hai. Namna ya kufikia ni kuhakikisha tunatengeneza regional integrations, kwa mfano kanda hizi za tunasema jumuiya za kikanda kama Afrika Mashariki, ECOWAS, SADC na zinginezo. Hizi zipewe nguvu sana, lakini ile jumuiya yenyewe ya shirikisho kwa maana ya African Union iwe na nguvu sana. Sasa mataifa ya Afrika tukubaliane mambo ya msingi kwa pamoja. Kwanza, umoja na utangamano wa mataifa yetu ni jambo lisilo na mjadala. Tukubaliane kama Afrika, lakini kuhakikisha tunaifungua mipaka yetu na Waafrika tunazungumza kwa kauli moja kwenye mambo ya uchumi na biashara, movement of people. Inasikitisha sana kuona sasa hivi baadhi ya mataifa yanafukuza Waafrika wenzao. Kwa hiyo haya ndio mambo ambayo Afrika wakubaliane. Wakishakubaliana katika mambo haya na hata kuanza kufanya biashara kwanza sisi kwa sisi, tumeona wamefungua ile inaitwa ile African Free Trade Area. Lakini unaona tangu imesainiwa miaka mwishoni mwa miaka ya 2018-19 tangu imesainiwa ile charter hapa Afrika, naona utekelezaji wake unasuasua sana, na sana unaona badala ya kusaidiana katika kufanya biashara, bado mataifa ya Afrika yanaangalia mwenzetu kateleza wapi. Unakuta na wao wanashangilia utelezaji wa mtu mwingine katika jambo fulani. Kama limepata bahati mbaya yakitokea machafuko Tanzania, wazashangaa nchi jirani zinashadidia, nitumie lugha ya mtaani kabisa, yanaweza kutokea mataifa nchi ile pale, unakuta nchi zingine jirani badala ya kusupport kumitigate, yani kuondoa madhara jambo hilo, lakini nchi zingine zinafanya nini? Zinasema